Ujambo na karibu katika makala hii ambayo inaangazia sababu za vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uingiliaji wa kijeshi wa nchi za kigeni. Katika moyo wa bara la Afrika, kuna nchi ambayo imebarikiwa kuwa na utajiri mkubwa wa madini, misitu na maji. Lakini kwa miongo kadhaa, utajiri huo umekuwa ukiandamana na maumivu, vifo na vita visivyomalizika. DRC imekuwa uwanja wa mapambano ambayo yamehusisha makundi ya wahasi, mataifa jirani na hata vikosi vya kimataifa. Lakini swali kubwa ni hili: kwa nini vita vinaendelea kwa zaidi ya miaka 30 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na kwa nini mataifa ya kigeni yamejikuta yanahusika moja kwa moja katika mgogoro huu? Makala hii imeandaliwa na kuletwa kwako na Abedi Jean de la Croix, na kuomba twende sote hadi tamati. Ili kuelewa yote haya, ni lazima kwanza turudi nyuma kidogo kwenye swala nzima la historia. Baada ya kupata uhuru mwaka 1960, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikabiliwa na changamoto nyingi sana za kisiasa. Mapinduzi na migogoro ya ndani vilifuatwa na utawala wa muda mrefu wa hayati Mobutu Sese Seko Kukumbendo wa Zabanga. Ingawa nchi ilikuwa tajiri kwa rasilimali, taasisi za serikali zilianza kudhoofika, rushwa iliongezeka, jeshi lilipoteza uwezo wake, na maeneo mengi sana yakaanza kutawaliwa na makundi mbalimbali yenye silaha. Lakini tukio lililobadili kabisa historia ya eneo la Maziwa Makuu lilitokea mwaka 1994 nchini Rwanda. Mauaji ya kimbari nchini Rwanda pia yalibadilisha historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya mauaji ya kimbari ya Rwanda, maelfu ya mamia ya wakimbizi walikimbilia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa waliokuwepo ni baadhi ya wanamgambo waliohusishwa na mauaji hayo. Serikali mpya ya Rwanda iliona hali hiyo kama tishio kwa usalama wake, na hapo ndipo mbegu za vita vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilipoanza kuchipua. Mwaka 1996, Rwanda na Uganda ziliunga mkono waasi waliongozwa na Laurent Desire Kabila. Lengo lilikuwa tu ni kumng'oa madarakani rais aliyehudumu kwa muda mrefu Mobutu Sese Seko Kukumbendo wa Zabanga. Ndani ya muda mfupi tu, Mobutu aliondolewa madarakani na Laurent Desire Kabila akawa rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini ushirikiano huo haukudumu. Kilichoanza kama ushirikiano kiligeuka kuwa vita kubwa zaidi barani Afrika. Mwaka 1998, Laurent Desire Kabila aliwataka wanajeshi wa Rwanda na Uganda kuweza kuondoka katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je vais discuter avec Kagame parce qu'il a des troupes ici et il a des difficultés pour le faire partir vers le Rwanda. Et puis il est en plein dans notre territoire et notre peuple ne tolère pas la présence des Rwandais ici. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Alors, c'est soit négocier comment ils vont partir du Congo, ou on les laisse ici, ils seront encerclés, massacrés, et le monde oubliera. Hatua hiyo ilibadilisha vita vipya. Rwanda na Uganda ziliunga mkono makundi ya waasi. Wakati huo Angola, Zimbabwe na Namibia zilipeleka wanajeshi kusaidia serikali ya wakati huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sababu ya kuhusisha mataifa mengi, vita hivyo vilikuja kujulikana kama vita vikuu vya Afrika. Ingawa mapigano makubwa yalipungua miaka kadhaa baadaye, amani kamili haikurejea. Utajiri wa madini umeonekana kuwa baraka, na wakati huo ikaonekana kuwa laana kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ina rasilimali nyingi sana. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini duniani. Coltan inayotumika kwenye simu na kompyuta, cobalt inayotumika kwenye betri za magari ya umeme, dhahabu na almasi ambazo zina thamani kubwa kwenye soko la dunia. Vyote hivi vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia. Lakini
wachambuzi wengi wanaamini kuwa utajiri huo nao umekuwa sababu ya kuendelea kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makundi ya waasi yamekuwa yakipigania maeneo yenye madini, na fedha zinazopatikana kutokana na biashara ya madini zimekuwa zikifadhili mapigano hayo ambayo yanaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miongo mitatu sasa. Mbali na madini, makundi mengi yenye silaha yameendelea kuzidisha migogoro. Kwa miaka mingi zaidi ya makundi 100 yenye silaha yamekuwa yakifanya shughuli zake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini baadhi ya makundi hayo yamekuwa yakitajwa mara nyingi sana zaidi katika shughuli za kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mfano, kuna kundi la M23. Kundi hili lilijitokeza mwaka 2012 na baadaye kushindwa mwaka 2013 ambapo lilipigwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini mwaka 2021 kundi hilo la M23 lilirejea tena na kuanza kudhibiti maeneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kinshasa pamoja na ripoti za Umoja wa Mataifa zimekuwa zikishtumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, kitu ambacho Rwanda imeendelea kukanusha kwa muda mrefu sana. Mbali na kundi la M23, kunatajwa pia kundi la FDLR. Kundi hili lina uhusiano na baadhi ya Wahutu walihusishwa na mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994. Rwanda imekuwa ikitaja kundi hilo kama tishio kubwa sana kwa usalama wa taifa lake, na ndio inakuwa sababu kubwa ambayo Rwanda ilitumia kuweza kutuma askari wake kuingia katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbali na makundi hayo ya M23 na FDLR, kuna pia kundi la ADF ambalo halijawekwa kando. Awali kundi hili lilikuwa nchini Uganda, lakini baadaye lilihamia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miaka ya hivi karibuni, ADF inahusishwa na mashambulizi mengi sana dhidi ya raia wasio na hatia. Wanaua kwa namna yote ile unayofahamu. Lakini kadri vita vinavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mataifa jirani nayo yalianza kuingilia kati. Kwa mataifa jirani, vita vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo havikuonekana kuwa tatizo la ndani la Kinshasa pekee. Kila taifa lilikuwa na sababu zake za kiusalama na kisiasa. Pengine tuanze na nchi ya Rwanda. Kwa miaka mingi Rwanda imekuwa ikisema kuwa uwepo wa FDLR ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni tishio kwa usalama wake, kauli ambayo Rwanda anaitumia katika kupora mali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fine, you can blame us for doing whatever we could to make sure FDLR doesn't cause Rwanda problems, and whoever was supporting that. But you cannot blame us for the start of this conflict, because everybody knows where this conflict started from and by whom, and it is nothing to do with Rwanda. Lakini kwa upande mwingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ripoti mbalimbali za kimataifa zimekuwa zikituhumu Kigali kwa kutoa msaada kwa waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imeendelea kuyakanusha siku nenda siku rudi. Ila mbali na hayo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanya kitu gani mpaka sasa, baada ya kuwa na ushahidi tosha kuwa M23 inasaidia waasi wa serikali ya Rwanda inasaidia waasi wa M23? Tukiachana na Rwanda, kwa upande wake Uganda imekuwa ikisema kuwa inalenga kupambana na kundi la ADF, maana Uganda pia askari wake wanapatikana katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia. Na katika miaka ya hivi karibuni, Kampala na Kinshasa zimeonekana kufanya operesheni ya pamoja kusaka waasi wa ADF. Lakini Uganda, licha kwamba inasaidiana na askari wa DRC kusaka ADF, inakuwa sana sana hainyosheu kidole cha lawama kuhusika na machafuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kitu ambacho wachambuzi wa masuala ya kisiasa wengi wanasema kwamba si kweli. Uganda pia ina mkono wake katika machafuko ambayo yanaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sio Rwanda tu
na siyo Uganda tu, lakini pia katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi pia inapatikana. Na je, kuhusu Burundi? Burundi imepeleka wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kukabiliana na makundi ya waasi wa Burundi yanayotumia DRC kama ngome yao. Kuna makundi kama vile Red Tabara ambayo yanapatikana katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ni tishio sana kwa serikali ya Burundi, kwa mujibu wa serikali ya Burundi. Lakini kadri mgogoro ulivyozidi kuwa mkubwa, jumuiya za kikanda nazo pia hazikubaki kimya, ziliamua kuingilia kati. Baadhi ya mataifa ya kusini mwa Afrika yaliamini kuwa kuendelea kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ungeathiri usalama wa eneo nzima. Kupitia Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika maarufu kama SADC, hatua ya kupeleka vikosi ilichukuliwa. Afrika Kusini, Tanzania na Malawi zilituma askari wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia kikosi cha SADC, nchi za Afrika Kusini, Tanzania, Malawi zilituma wanajeshi kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na waasi. Baadhi ya wanajeshi hao walipoteza maisha katika mapigano dhidi ya M23. Hali hiyo ilionyesha jinsi mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulivyo mgumu na hatari, na kutokana na mataifa mbalimbali kupoteza askari wake nchini DRC, kwa mfano Afrika Kusini, kulikuwa na mabishano kidogo kati ya serikali ya Kigali na Pretoria, kitu ambacho kilionyesha mvutano kidogo wa muda mfupi baina ya mataifa haya mawili. Hivi karibuni Afrika Kusini na Rwanda walisaini mikataba mbalimbali ya ushirikiano wa pamoja na kuruhusu visa tena kwa wananchi kuweza kuzuru katika nchi zote mbili. Hii inamaanisha kwamba uhusiano ambao ulionekana kufifia baada ya vita vya M23 kuingia Goma umefufuka tena. Lakini haikuishia hapo. Uingiliaji wa nchi jirani, uingiliaji wa nchi za kikanda, lakini pia kuna uingiliaji wa kimataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huu Umoja wa Mataifa nao ulikuwa tayari kabisa umeweka moja ya operesheni za kikubwa sana zaidi duniani. MONUSCO imekuwa na maelfu ya wanajeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka mingi sasa. Lakini wanajeshi hao wanasaidia kiasi gani kurejesha amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Lengo lake limekuwa kulinda raia na kusaidia kurejesha amani. Wanasaidia raia na kurejesha amani kivipi? Je, wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa kile ambacho kimewapeleka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Lakini mara nyingi wananchi wamekuwa wakikosoa operesheni hiyo kwa kushindwa kabisa kuzuia mashambulizi dhidi ya makundi yenye silaha. Vita hivi vimeacha majeraha makubwa kwa wananchi wa kawaida. Mamilioni ya watu wameuawa, wengine wameachwa bila makazi. Maelfu ya wanawake na watoto wamekumbwa na madhila ya vita. Shughuli za kilimo na biashara zimeharibika, na kwa wengi kabisa maisha ya kawaida yamekuwa ndoto ya mbali sana. Swali linalobaki ni moja: je, amani inaweza kupatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Wataalamu wengi wanaamini kuwa suluhisho la kudumu haliwezi kupatikana kwa kutumia silaha pekee. Wanasisitiza umuhimu wa kuimarisha taasisi za serikali, kudhibiti biashara haramu ya madini na kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa ya eneo la Maziwa Makuu. Je, hili litawezekana? Kwa sababu bila kushughulikia mizizi ya tatizo, vita vinaweza kuendelea kwa miaka mingi sana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa zaidi ya miongo mitatu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kubeba mzigo wa vita ambavyo havijachochewa na sababu moja pekee. Ni mchanganyiko wa historia, siasa, usalama, rasilimali na maslahi ya mataifa mbalimbali. Lakini pamoja na maumivu yote, matumaini bado yapo, kwa sababu historia inaonyesha kwamba hata migogoro mirefu zaidi inaweza kutatuliwa au inaweza kumalizika. Swali linalobaki ni hili kwa wanafuatilia makala hii: je, ni lini amani ya kudumu itarejea katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na kwa mtazamo wako, nini kifanyike ili amani ya kudumu irejee katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Tuachie mtazamo wako ndani ya comment section. Makala hii
imeandaliwa na kuletwa kwako nami mtangazaji wako Abedi Jean de la Croix. Tukutane wakati mwingine, nikuage tu kwa leo. Alamsiki.